Leo nimefanya wasilisho la rasimu kwa niaba ya kamati iliyopewa jukumu la kuandaa kiunzi kinachohusu mnyororo mzima wa uandaaji, utayarishaji, uchapaji na usambazaji wa vitabu pamoja na matumizi ya vitabu. Tumewasilisha kwa wadau mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, kutoka taasisi za ndani ya Wizara ya Elimu pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI pamoja na vyuo vikuu, ambapo tumepata maoni ambayo yatatumika sasa kuboresha kiunzi hiki. Labda niseme tu kiunzi hiki kina lengo la kuweka utaratibu mzuri wa kitaasisi katika kusambaza, kuandaa, kuchapisha na matumizi ya vitabu hivyo katika shule zetu za awali, shule za msingi, shule za sekondari pamoja na vyuo vyetu vya ualimu. Kwa hiyo rasimu hii imetokana na utafiti wa awali ambao ulifanyika katika takriban wilaya 100 nchini, na ilihusisha shule zaidi ya 1000, ambapo tulipata maoni ya wadau kuhusu hali halisi ya mnyororo ulivyo sasa na namna ambavyo wangependa uwe. Na baada ya kupata maoni na ushauri kutoka kwa wadau, tukatengeneza kiunzi hiki. Na baada ya hapa tunatazamia kukiboresha kiunzi kupitia maoni ambayo tumeyapokea leo, na baada ya maboresho tutafanya mawasilisho katika vikao vya kamisheni vya wizara pamoja na kufanya wasilisho kwa management ya wizara ili kuweza kupata maoni ambayo sasa yatasaidia kuboresha na kuwa na kiunzi ambacho kitaenda kutatua matatizo yote yanayohusu uandaaji, uchapaji na usambazaji wa vitabu katika nchi yetu ya Tanzania. Kuhusiana na zoezi linaloendelea hapa la kuitisha wadau kwa ajili ya kutoa maoni kwa ishu nzima ya kuandaa kiunzi cha uchapaji na usambazaji wa vitabu, ni kuhakikisha kwamba kinaandaliwa kwa kushirikisha kila mmoja na mahitaji yote ya msingi yanazingatiwa wakati wa uandaji wa kiunzi hicho, kwa sababu ni kiunzi cha kitaifa kinachoanzia awali, msingi, sekondari na vyuo vya kati. Sasa ili utekelezaji wake uwe bora, lazima tushirikishe wadau wote watoe maoni yao kwa kina, kwa sababu wao wengi ndio wako field. Tumeita maafisa elimu fanda takwimu, tumeita walimu, tumeita maafisa elimu, tumeita wadau wa elimu kama mashirika mbalimbali kwa Benki ya Dunia na wengine. Wote hao ni washirika kwenye utekelezaji wa zoezi hilo zima. Kuwaitisha wadau, tutapata maoni ambayo yatasaidia kwa kiwango kikubwa sana kuandaa kiunzi ambacho kitajibu maswali yote na kuondoa changamoto zote ambazo zingepelekea aidha ucheleweshaji au kuongeza gharama au wakati fulani hata ubora wa namna ya kuendesha. Utakuta kwamba unapata maoni juu wadau wengine wanachangia kuhusiana na vitabu vya digrii vya kwenye swali endapo kwa kujumuisha maoni yote ambao wadau wamekwisha kutoa. Kikao hiki kina tija kubwa kwa nchi, kwa sababu kitasaidia sana vitabu vitumike na vifike shule kwa wakati, kitu ambacho kitasaidia sana katika elimu nchini. Msisitizo wangu na maoni yangu ni kwamba vitabu vifike shuleni kwa wingi na kwa wakati. Lakini pia katika majadiliano hapa, wadau wamejadili kwamba ni vyema sasa hivi tuwekeze nguvu kwenye teknolojia, kwamba vitabu hivi vya hard copy ni sehemu zisizo na internet. Kile sehemu zenye internet, basi tutumie vitabu mtandao ambavyo wanafunzi wanaweza kuviaccess bila gharama kubwa ya kuchapisha kitabu na kuvipeleka kama hard copy. Kwa hiyo tuwekeze huko, na watu wametoa maoni yao, wadau waliohudhuria kikao hichi wametoa maoni yao ambayo yatasaidia sana kupunguza adha ya ukosekanaji wa vitabu shule. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.